Mshtakiwa wa kwanza alimwagiza mshtakiwa wa 5 kwenda katika zahanati ya polisi Mtwara kuchukua dawa hiyo ya ketamine. Mshtakiwa wa 5 alitii maelekezo hayo. Alienda katika zahanati hiyo na kuchukua dawa ya ketamine pamoja na sindano. Mshtakiwa wa kwanza alimwagiza mshtakiwa wa 5 kumdunga marehemu sindano hiyo. Kwa mujibu wa ushahidi, mshtakiwa wa 5 alimchoma marehemu sindano ya ketamine katika bega lake la kushoto. Baada ya kudungwa sindano hiyo, marehemu alianza kuonyesha dalili za kulegea na kupoteza uwezo wa kujitambua vizuri. Baada ya hapo, mshtakiwa wa kwanza pamoja na wenzake walimhoji marehemu kuhusu mtandao wa wizi wa pikipiki waliokuwa wakimtuhumu nao. Hata hivyo, marehemu aliendelea kukataa kuhusika na mtandao wowote wa kihalifu. Kutokana na hali hiyo, ilidaiwa kuwa baadhi ya washtakiwa walianza kumpiga na kumtesa ili wamlazimishe kukiri. Mashahidi wa upande wa mashtaka walieleza kuwa marehemu alipigwa sehemu mbalimbali za mwili kwa kutumia mateke, ngumi pamoja na vitu vigumu, wakati akiwa tayari katika hali dhaifu kutokana na dawa aliyodungwa. Kadiri muda ulivyopita, hali ya marehemu ilianza kuwa mbaya zaidi. Alianza kupumua kwa shida, kutetemeka na baadaye kupoteza fahamu kabisa. Badala ya kumpeleka hospitalini haraka, washtakiwa waliendelea kujadiliana namna ya kuficha tukio hilo. Kwa mujibu wa ushahidi, mshtakiwa wa kwanza aliwaagiza baadhi ya maafisa waliokuwepo kuhakikisha hakuna taarifa zinazovuja kuhusu kilichokuwa kikiendelea ndani ya kituo hicho cha polisi. Aidha, mlango wa eneo alikokuwa marehemu ulifungwa ili kuzuia watu wengine kuona kilichokuwa kinaendelea. Hatimaye marehemu alipelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Lugula akiwa tayari katika hali mbaya sana. Madaktari walijaribu kumpatia matibabu ya dharura. Hata hivyo, muda mfupi baadaye ilithibitishwa kuwa alikuwa amefariki dunia. Baada ya kifo hicho, kulikuwa na juhudi za kubadili mazingira ya tukio na kuonyesha kana kwamba marehemu alikufa kwa sababu za kawaida au kutokana na matatizo mengine ya kiafya. Mahakama ilielezwa kuwa baadhi ya taarifa za ndani za kituo cha polisi zilihaririwa au kuandikwa upya ili kuondoa mazingira yanayoweza kuwaunganisha washtakiwa na mateso aliyoyapata marehemu. Wakati huo huo, familia ya marehemu ilianza kupata wasiwasi mkubwa baada ya kutopata mawasiliano yoyote kutoka kwake. Mjomba wa marehemu ambaye alikuwa ameongozana naye kituoni aliendelea kufanya jitihada za kumpigia simu lakini bila mafanikio. Baadaye alipata taarifa kwamba Musa Hamis alikuwa amefariki dunia. Habari hizo ziliishtua familia pamoja na wananchi wengi wa Nachingwea na Mtwara. Kulikuwa na maswali mengi kuhusu mazingira ya kifo chake kutokana na ukweli kwamba alionekana akiwa mzima kabla ya kuingia kituo cha polisi. Kutokana na mazingira hayo, uchunguzi maalum ulianzishwa. Timu ya wachunguzi kutoka mamlaka mbalimbali iliundwa kuchunguza mazingira ya kukamatwa kwa marehemu, namna alivyoshikiliwa, vitendo alivyofanyiwa akiwa chini ya ulinzi wa polisi, pamoja na sababu halisi ya kifo chake. Katika hatua za awali za uchunguzi, maelezo yalichukuliwa kutoka kwa maafisa wa polisi waliokuwepo siku hiyo, madaktari, ndugu wa marehemu pamoja na mashahidi wengine waliokuwa na taarifa kuhusu tukio hilo. Ushahidi wa kitabibu pamoja na ushahidi wa mazingira ulianza kuonyesha kuwa kifo cha marehemu hakikuwa cha kawaida. Kulikuwa na viashiria vya matumizi ya nguvu, mateso pamoja na matumizi ya dawa yaliyofanyika kabla ya kifo chake. Ripoti ya uchunguzi wa maiti ilionyesha kuwa marehemu alikuwa na majeraha katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Majeraha hayo yalikuwa ni pamoja na michubuko, uvimbe pamoja na dalili za kupigwa kwa nguvu. Kulikuwa pia na viashiria vya matumizi ya dawa aina ya ketamine ambayo ilisimuliwa katika ushahidi wa mashahidi mbalimbali. Madaktari waliotoa ushahidi mahakamani walieleza kuwa ketamine ni dawa inayotumika katika mazingira maalumu ya kitabibu, hasa kwa ajili ya usingizi wa upasuaji au kupunguza maumivu makali. Walieleza kuwa matumizi ya dawa hiyo bila uangalizi sahihi wa kitabibu yanaweza kuwa hatari sana. Kwa mujibu wa ushahidi huo, ikiwa mtu yuko katika hali ya kupigwa, msongo mkubwa au aina ya matatizo ya kiafya, matumizi holela ya ketamine yanaweza kuathiri mfumo wa upumuaji, kusababisha kupoteza fahamu na hata kifo. Mahakama ilieleza kuwa marehemu hakuwahi kupelekwa hospitalini kabla ya hali yake kuwa mbaya sana. Badala yake, aliendelea kushikiliwa ndani ya kituo cha polisi wakati afya yake ikiendelea kuzorota. Mashahidi wa upande wa mashtaka walieleza kuwa baadhi ya washtakiwa walionekana kuwa na hofu baada ya kuona hali ya marehemu ikibadilika.
Hata hivyo, badala ya kuchukua hatua za haraka kumwokoa, walijaribu kwanza kujadili namna ya kujinasua dhidi ya lawama zinazoweza kutokea. Kulikuwa pia na ushahidi kwamba baadhi ya taarifa za mahabusu na kumbukumbu za kituo zilionyesha tofauti na hali halisi ya kilichotokea. Mahakama ilieleza kuwa kulikuwa na jaribio la kuficha muda halisi ambao marehemu aliletwa kushikiliwa pamoja na muda ambao hali yake ilianza kuwa mbaya. Wakati uchunguzi ukiendelea, mamlaka za juu za jeshi la polisi pamoja na ofisi ya taifa ya mashtaka zilihusishwa kutokana na uzito wa tukio hilo. Kutokana na ushahidi uliokuwa ukipatikana, maafisa mbalimbali walihojiwa kwa kina kuhusu ushiriki wao. Baadhi ya mashahidi walitoa ushahidi kwamba kulikuwa na mazingira ya kutishana ndani ya kituo hicho ili kuzuia taarifa zisivuje kwa umma. Ilidaiwa kuwa baadhi ya askari waliokuwa na taarifa muhimu waliogopa kutoa ushahidi kutokana na nafasi ya wakubwa wao waliokuwa wakihusika katika tukio hilo. Hata hivyo, baadhi ya mashahidi waliamua kueleza ukweli kuhusu kile walichokiona na kukisikia siku ya tukio. Ushahidi wao ulisaidia mahakama kuunganisha mlolongo mzima wa matukio yaliyopelekea kifo cha Musa Khamisi Khamis. Mahakama pia ilisikiliza ushahidi kuhusu mali zilizokamatwa kutoka kwa marehemu, namna zilivyohifadhiwa, pamoja na madai kwamba baadhi ya mali hizo zilichukuliwa kinyume cha utaratibu wa sheria. Kulikuwa na ushahidi kuwa hakukuwa na vielelezo kamili vinavyoonyesha kuwa fedha zote pamoja na mali zilizochukuliwa kutoka kwa marehemu ziliwasilishwa rasmi kama mali zilizokamatwa kwa mujibu wa sheria. Badala yake, sehemu ya mali hizo ilidaiwa kutoweka. Mashahidi kadhaa walieleza kuwa marehemu alikuwa akisisitiza kurejeshewa mali zake. Pia alikuwa ameanza kufikisha malalamiko yake katika vyombo mbalimbali vya serikali kabla ya kifo chake. Mahakama iliona swala hilo huwa muhimu katika kuelewa mazingira yaliyopelekea kuitwa kwake tena kituo cha polisi tarehe 5 Januari mwaka 2022. Katika ushahidi wao, baadhi ya mashahidi walieleza kuwa walimuona marehemu akiwa mzima na mwenye afya nzuri kabla ya kuingia kituoni siku hiyo, lakini baada ya muda mfupi hali yake ilibadilika ghafla. Kulikuwa pia na ushahidi kwamba baadhi ya maafisa walijaribu kueleza kuwa marehemu alikuwa mgonjwa au alikuwa na matatizo ya kiafya kabla ya kukamatwa. Hata hivyo, ushahidi wa kitabibu pamoja na ushahidi wa mashahidi wengine haukuunga mkono madai hayo. Mahakama ilielezwa kuwa marehemu hakuwahi kuwa na historia ya ugonjwa mkubwa ambao ungeweza kusababisha kifo chake cha ghafla katika mazingira yale. Baada ya upande wa mashtaka kufunga ushahidi wake, mahakama iliwaita washtakiwa kujitetea dhidi ya shtaka linalowakabili. Washtakiwa walikana kuhusika na mauaji ya Musa Khamis. Kwa ujumla, walidai kuwa hawakushiriki katika mateso yoyote yaliyodaiwa kufanywa dhidi ya marehemu. Baadhi ya washtakiwa walieleza kuwa walikuwa wakitekeleza majukumu yao ya kawaida ya kikazi siku ya tukio. Walikanusha kushiriki katika kumpiga marehemu au kutoa maelezo ya kumtesa. Mshtakiwa wa 5 ambaye alikuwa daktari wa polisi alikiri kutoa dawa aina ya ketamine, lakini alidai alifanya hivyo kwa nia ya kumsaidia uchunguzi na si kwa lengo la kusababisha madhara. Aidha, alidai kuwa hakutarajia dawa hiyo ingeweza kusababisha madhara makubwa kiasi hicho. Washtakiwa wengine walidai kuwa marehemu alikuwa katika hali ya kawaida wakati alipomuona mara ya mwisho. Walieleza kuwa walishangazwa na taarifa za kuzorota kwa afya yake na baadaye kufariki. Kulikuwa pia na madai kutoka upande wa utetezi kwamba baadhi ya mashahidi wa upande wa mashtaka walikuwa wanatoa ushahidi wa kusikia, hearsay, au ushahidi wenye migongano. Walidai kuwa uchunguzi haukufanyika kwa usahihi na kwamba baadhi ya ushahidi uliwasilishwa mahakamani ulikuwa haujakamilika. Aidha, upande wa utetezi ulijaribu kuonyesha kuwa hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja unaowaonyesha washtakiwa wakimuua marehemu. Walisisitiza kwamba hakuna shahidi aliyeshuhudia tukio la mauaji yenyewe. Mahakama ilitakiwa hivyo kuchunguza kama ushahidi wa mazingira uliotolewa ulikuwa wa kutosha kuunganisha washtakiwa na kifo cha marehemu bila kuacha shaka ya msingi. Katika uchambuzi wake, mahakama ilieleza kuwa katika kesi za mauaji, ushahidi wa mazingira unaweza kutosha iwapo unaonyesha mlolongo kamili wa matukio unaoelekeza kwa washtakiwa pekee. Mahakama ilibaini kuwa marehemu alikuwa mzima kabla ya kuitwa katika kituo kikuu cha polisi Mtwara. Pia ilibaini kuwa baada ya kuingia kituoni alikuwa chini ya uangalizi wa washtakiwa na maafisa wengine wa polisi. Kulikuwa na ushahidi usiopingika kuwa marehemu alidungwa dawa aina ya ketamine akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Pia kulikuwa na ushahidi wa kupigwa na kuteswa kabla ya hali yake kuzorota. Mahakama iliona kuwa kitendo cha kuchelewesha
matibabu licha ya kuona hali ya marehemu ikibadilika kilionyesha uzembe mkubwa na kutojali maisha yake. Aidha, jaribio la kuficha mazingira halisi ya tukio liliongeza mashaka dhidi ya washtakiwa. Katika uchambuzi wake wa ushahidi wa kitabibu, mahakama iliona kuwa majeraha yaliyokuwa mwilini mwa marehemu pamoja na matumizi ya ketamine vilichangia kwa kiasi kikubwa kifo chake. Madaktari waliotoa ushahidi walieleza kuwa hali ya marehemu ilihitaji matibabu ya haraka ambayo hakupatiwa kwa wakati. Mahakama ilitilia mkazo kwamba mtu akiwa chini ya ulinzi wa polisi wana wajibu wa kuhakikisha usalama wake na afya yake. Badala yake, katika kesi hii, ushahidi ulionyesha kuwa marehemu alipata madhara akiwa mikononi mwa watu waliopaswa kumlinda. Mahakama ilisema kuwa jamii inaweka imani kubwa kwa vyombo vya dola, hivyo matumizi mabaya ya mamlaka dhidi ya raia walioko chini ya ulinzi ni jambo linalopaswa kulaaniwa vikali. Baada ya kuchambua ushahidi wote, mahakama ilianza kupitia nafasi ya kila mshtakiwa mmoja baada ya mwingine ili kuona kiwango cha ushiriki wake katika tukio hilo. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.